Lembrus Mchome aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema pale wilaya ya Hai alizungumza, wilaya ya Mwanga, yes, Mwanga. Alizungumza akatoa tuhuma nzito, tuhuma ambazo kama kamati mimi binafsi nilikuwa nimezipoteza kwa sababu niziona zilianzia mtandaoni. Kuna baadhi ya pages zilikuwa zikiposti Heche amekula pesa kikaenda karudi, lakini nilikuwa bado sijapata mtu ambaye na uwezo wa kumtanguliza akawa ana mashiko. Mchome akajitanguliza yeye mwenyewe, akatoka hadharani akazungumza kinachoendelea. Sasa inawezekana ikawa ni ngumu sana sisi kujadili hiyo situation ya pesa zimeliwa, kwa sababu kamati kuu ambao walikaa na tuhuma ndo zinatajwa kuanzia pale, wao hawajatoa statement. Nimepita kwenye ukurasa wa X, ameposti leo God bless Lema ameposti mida kama ya saa 6 usiku, anasema maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika Kigoma yatatangazwa hivi karibuni na viongozi wakuu wa chama. Nina matumaini kwamba yatatoa majibu kwa kelele na mijadala mingi iliyoibuka hivi karibuni. Hata hivyo, iwapo italazimu kutetea heshima yangu binafsi mimi, kwa maana ya Heche, so good muya Heche nani Lema, iwapo itatakiwa yeye kutoa majibu ama italazimu kutetea heshima yake binafsi dhidi ya kauli mbalimbali za dharau na upotoshaji, nitafanya hivyo kwa ufasaha. Nasikitika kwamba naweza kujikuta katika jaribu hilo, lakini heshima ya mtu si jambo la kupuuzwa. Ameandika, ilikuwa ni saa 6 na dakika 18, ilikuwa shavuka, ni leo usiku. Naombeni tuanzie hapo hiki ambacho kinazungumzwa, na nimeona pia kuna baadhi ya wengine wamesema kwa sababu mimi nafuatilia pia mitandao ya kijamii kule alipoanzia mpaka tukaanza kuiona amekuja, nimeona kwamba ni habari za mtandaoni sasa kwamba ni figiso ambazo zinatengenezwa ili Chadema vurugane, and then apatikane mtu mwingine awekwe pale juu, and then Chadema ingie kwenye maridhiano. Nadhani nimejaribu kuwapitisha kwa yule ambaye alikuwa hajafuatilia vizuri kuhusu hili sakata, ili naye aweze kupata mwanga wa nini tutakuwa tukijadili. Natamani tuende na hapa mimi sitaki kuwa limit wanakamati kama wachambuzi wangu wa msingi kabisa, sitaki ni wa limit. Wewe engo ambayo utakuwa unaiona kabisa hii inapigika vizuri, ipige hiyo nataka nikutangulize leo Jaji Manyota, tuanzie hapo kwa uzito. Kinachoendelea sasa hivi, wanasema bundi ametua Chadema. Inawezekana ametua kama mwaka mmoja nyuma, lakini kwa sasa hivi ndo kabisa yani amekaa. Inawezekana hata kajifungua kwa sababu mizizi imekuwa ni mingi, migogoro imekuwa ni mingi sana. Lakini hili la kuliwa kwa pesa kutoka viongozi, purukushana ambazo zipo ndani ya chama, tafsiri yake iko wapi na unashauri nini kifanyike, hasa kama chama cha siasa ambacho kinatazamwa na kwa mujibu wa takwimu ya Chadema kinatazamwa na watu zaidi ya milioni 7 point something. Karibu sana Jaji Manyota. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Nadhani mwenyekiti umependa nianze na mimi kwa sababu ulisijui umedhamiria nini. Lazima tutangulie. Hujaonekana hapa studio. Lazima kiwake. Kwa siku kadhaa au vipi? Ndio. Uhai. Karibu. Yaani uhai ndo kitu ambacho naweza nikaanza nacho. Kama utaizungumza Chadema katika yote wanayoyapitia ni uhai. Yaani uhai wa dunia ya leo huwa hauna kipengele kimoja tu, kwamba utakaa salama tu, yani usipate msukosuko. Kadiri unavyopata msukosuko ndivyo unavyoendelea pia kujifunza, na ndivyo unavyoendelea pia kuishi. Sasa mwenyekiti, nadhani wengi wanaitazama Chadema kama chama ambacho pengine hakistahili kupatwa na hayo. Lakini wanasahau kwamba chama cha Chadema ni chama kama vilivyo vyama vingine. Na kama ilivyokuwa NCCR Mageuzi, kama ilivyokuwepo Kafu, kama ilivyokuwepo CCM, kama hivyo. Kwa hiyo chochote kinachotokea ndio uhai wa chama. Labda kama watu watatazama kwamba haya yanayotokea ndani ya Chadema ni kifo cha Chadema, hilo litakuwa ni jambo jingine. Lakini hizo vurugu, hayo yanayoendelea,
hayo mimi ndo kwanza ningelishangaa kuona kuna chama cha siasa kiwe shwari kabisa, yani kiishi peponi. Mimi ningekishangaa sana hicho chama. Maana ningeona kwamba ni chama cha mtu mmoja au cha fikra moja. Lakini chama chochote ambacho kinakuwa na fikra tofauti, lazima tukubali kwamba fikra tofauti huwa wakati mwingine zinaleta migongano, zinaleta kuto kukubaliana, zinaleta ile hali ya watu kuto kwenda pamoja kwa wakati fulani. Nini wanachokitafuta? Wanatafuta uthabiti. Sasa na Chadema, mwenyekiti, mimi nawatazama hivyo, labda kama wengine wanaweza wakawa wanatazama vingine, lakini mimi natazama hivyo kwamba Chadema ni chama ambacho kinapita katika maisha ya siasa. Maisha ya siasa mimi nataka yawe hivyo, na dunia inataka yawe hivyo, kwa sababu siku zote kadiri mambo yanavyotokea ndivyo unavyozidi kujifunza. Lakini nini kingine ambacho nachokizungumza mwenyekiti? Mara nyingi misukosuko yale mabaya, namna ambavyo wewe unapita katika maisha yako. Maana nimesema ni maisha, simaanishi kwamba kila linalopita kwenye baya linalopita kwenye maisha yako ndio maisha yenyewe kwa 100%. Wakati mwingine ile ndio huwa inakuwa shule. Hiyo ndio inayokuwa shule. Yanapokuja matatizo yanakufunza, uweke usikivu kwamba hili jambo linaniletea shida, uwe unaweza kujifunza katika shida. Sasa kama ukishindwa kujifunza katika shida, nini kinachotokea mwenyekiti? Utakufa. Yani sijui unaelewa? Kufa yani kufa au kufa. Hivyo. Hata mimi kama mwanadamu naumwa malaria, sijifunzi kwamba nawezaje nikaepuka. Taumwa hiki, sijifunzi nini kitanisaidia, naendelea tu, mwisho wake nitakufa. Lakini kumbe nikijifunza kwamba hili limenipata, ni gonjwa ambalo linanyemelea, nikatafuta tiba yake, nikajitibu, nitaendelea. Litakuja gonjwa lingine, nitajifunza, nitasema hili ninatakiwa nijifunze, nilitatue hivi ili niishi. Kwa hiyo na Chadema wanachopaswa kujifunza ni kutokana na matatizo yao. Nilishawahi kusema hapa mwenyekiti, nikasema wasitambe kama wako salama. Maake wakasema ni chama chenye uweledi mkubwa, chenye nini. Nikawaambia mmepita kwenye jambo ambalo tuliwakataza, hamkusikia. Tuliwaambia msifanye uchaguzi wa kushindanisha falu, nyasi zitaumia, mtaumiza chama, ground haitakuwa vizuri. Wakasema hapana, acha tuende. Leo hii Mbowe simuoni ndani ya chama, haonekani kabisa. Na haya yanayoendelea kutokea, yale ya mpasuko, yalikuwa ni hayo ambayo sisi tuliwaambia, hebu jaribuni kutafakari kuona namna gani ambavyo mnaweza mkafanya chama kikazidi kuwa imara. Sasa leo mwenyekiti, wanaoyapitia ndio yale ambayo sisi tulikuwa tumewatahadharisha. Sasa na kauli ambao umeizungumza, wao wanapaswa kuwa makini. Kwa mfano Lema hapo anasema utu. Utu wake yeye una thamani. Masa hapana. Hauwezi ukachukua utu wako ukawa na thamani juu ya chama chako. Labda kama tutakuwa tunauelewa tofauti. Lakini kama uelewa wa kwangu mimi ndio huo, Lema nadhani ana mahala kuna shida pia. Kama anaweza kuweka angalizo la kuulinda utu wake, alafu akakiacha chama. Yaani huyo atakuwa ni mwanasiasa wa ajabu sana. Kwani Tundu Lissu hataki kulinda utu wake? Ameacha familia, ni binadamu, anateseka, yuko gerezani kwa ajili ya siasa. Sasa yeye asitangulize hiyo doti kusema kwamba atakapolazimika atalinda kwanza heshima yake na utu wake. Hapana. Yeye atuambie tu atakapolazimika kukilinda chama. Kwa sababu yeye akilinda utu wake akifa. Utu gani? Si kasemaje hapo? Utu hata jua yeye. Au tulivu. Kwa sababu yeye anakufa. Lema anakufa. Manake yeye huaga anazungumza wengine tu kwamba anaweza akafa, lakini na Lema anaweza kufa. Kwani akifa Lema Chadema imekufa? Kwa hiyo manake ni kwamba yeye anapaswa hakikishe hata akifa Chadema anayoiamini, anayoipigania ibaki kuwa hai, ibaki kuwa na nguvu. Kwa nini?
na mshauri kwamba wakati mwingine atakapokuwa anataka kuandika aseme itakapolazimika kulinda heshima ya chama, sio heshima ya unataka kusemaje? Heshima yako bwana mdogo, sio heshima yako. Otherwise utuambie kwamba chama hicho umekwenda kwa ajili ya kuweka heshima yako. Lakini kama unakwenda kuweka heshima ya chama, kubali wewe heshima yako ishuke, chama kiinuke. Lakini kama utakuwa ni mwanasiasa ambaye unakwenda kutaka heshima, na ndo matatizo makubwa tulionayo ya wanasiasa wengi, wanataka ukubwa. Kila mahali wakienda wanazungumzia masuala ya heshima yao. Ukimuondolea heshima mwanasiasa fulani mahali fulani, unaona anaanza maneno. Oh, unajua sijui nini. Alikuwepo pale yule mwingine yule aliyeondoka, akaondolewa tu heshima ya kuwa mwenyekiti wa kanda. Nani huyo? Huyo mchungaji sijui mhubiri, rafiki yake mzee Stambula, rafiki yake huyu. Kwa hiyo ni hali ya wanasiasa kuwachuja na kuona hawa na mtu anayetaka heshima, manake anataka pia maslahi yake. Asitufichie kwenye heshima tu, kwani heshima mashati. Tumtangulize Mchome, atakuja. Na mimi namalizia, heshima si show, sio mashati Felista au nguo. Heshima ni kitu kingine. Sasa ukimwona kuna kiongozi ambaye yeye anataka kulinda heshima yake, tutaona huyu mtu anatanguliza zaidi maslahi yake na sio maslahi ya chama na wananchi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Na Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.